Moja ya kitu muhimu sana kwenye maisha yako ni kitu kinaitwa furaha. Watu wengi sana kwa kukosa furaha wamepoteza hali yao ya kujiamini na wamepoteza ladha ya maisha. Na katika ulimwengu tunaoishi, kama hauna uwezo wa kuiprotect, wa kuilinda furaha yako, maana utakuwa ni mtu ambaye kila siku haufurahi maisha. Na mara nyingi watu wengi wanasubiri furaha wapewe na mtu au wapewe na vitu. Lakini sayansi imeonyesha kwamba furaha kweli huwa inakuwa inatokea ndani yako. Lakini hatari kubwa ulionayo kwenye maisha yako ni vitu ambavyo vinaiba na kuchukua furaha yako. Hata leo unaponiangalia na kunisikiliza ni kwamba kuna vitu ambavyo usipovizingatia, usipoviwekea mipaka, vinaweza vikachukua kabisa furaha yako. Vitu hivi vimechukua furaha ya watu na wengine mpaka leo hawafurahi tena kazi yao, wengine hawafurahi mahusiano yao, wengine hawafurahi maisha yao kwa jumla, wanaona kama vile wamepoteza thamani katika maisha. Nataka nikueleze vitu ili ujue pia namna ya kuviepuka na kuvikabili pale vinavyoibuka katika maisha yako. Cha kwanza kabisa ni kitu kinaitwa habari mbaya. Bad news. Habari mbaya huwa inapoteza kabisa furaha. Yaani leo inawezekana tangu umeamka asubuhi kuna kitu umetisikia, au jana kuna habari ambayo ulisikia. Na ile habari mbaya imeingia ndani yako, imekusababisha uanze kutengeneza kitu kinaitwa imagination. Habari mbaya kazi yake ni kutengenezea taswira ya vitu vibaya vinavyoweza kutokea kwenye maisha yako. Kwa nini zikani habari mbaya kuhusiana na mahusiano, kazi, kuhusiana na biashara, kuhusiana na madeni, kuhusiana na ofisi, kuhusiana na mwenzi wako, kuhusiana na watoto. Ukisikia tu habari mbaya, kitu cha kwanza kinachotokea ni kwamba inakutengenezea hali ya kukosa furaha. Hii habari mbaya inawezekana ikawa ni kupoteza, inawezekana ikawa ni msiba, inawezekana ikawa ni mtu kukuacha, inawezekana ikawa ni mtu kukutapeli, inawezekana ikawa kupoteza fedha za aina fulani, inawezekana chochote kile, kusingiziwa jambo fulani. Sasa mara nyingi watu wengi sana wasijue ni kwamba hauhitaji kutumia nguvu kuzitafuta habari mbaya, ila unahitaji nguvu kubwa sana kukabiliana na habari mbaya. Sasa moja ya jambo jema na la muhimu sana unatakiwa kulifanya ni kupunguza idadi ya habari mbaya unazozipata. Kwa maneno mengine, ziko habari mbaya ambazo huwezi kuziepuka kwa sababu ni za muhimu na ziko kwenye mfumo wako wa maisha, lakini ziko habari mbaya ambazo wewe unazitafuta mwenyewe. Usichojua ni kwamba kwa kanuni ya taarifa yoyote unayoipata ndani ya akili yako na moyo wako lazima itakuwa na madhara kesho yako. Kwa jitahidi sana kujiepusha kupokea au kuzifuatilia habari mbaya ambazo zitakusababisha zikuingizie hofu ya aina fulani kwenye maisha yako. Kwa kwenye mitandao ya kijamii, jitahidi sana. Mara nyingi unaweza usijue hizi habari mbaya zina madhara kiasi gani, lakini ghafla zitabadilisha mtazamo wako, zitabadilisha tabia yako, zitabadilisha hata uwezo wako wa kufanya vitu. Kuna watu wameshindwa kufanya vitu, kuna watu wamechukia watu, kuna watu wamejiona wawezi simply kwa sababu tu wamesikiliza habari mbaya. Ndio maana moja ya kitu ambacho ningependa kukushauri kila unapoamka asubuhi, cha kwanza, nusu saa mpaka lisali moja, sikiliza kitu positive. Sikiliza kitu ambacho ni chanya ndani yako. Ukisikiliza kitu chanya, kinatengeneza mazingira mazuri ya kufanikiwa zaidi. La sivyo, utakuwa ni mtu ambaye una furaha. Kuna mtu kunipigia simu wakati mwingine anakuambia kwamba yani mimi sina furaha tu, lakini ukiuliza kwa nini? Labda sijui sababu yake, lakini ukifuatilia unakuta ni kwa sababu ya habari fulani mbaya ambayo aliipata au alisikiliza ikamfikisha pale alipo. Cha pili ambacho kinaweza kuibia furaha yako ni kuambiwa hapana au kukataliwa. Watu wengi sana hiki kitu wameshindwa kukabiliana nacho kwenye maisha yao, na mara nyingi imewanyima furaha. Kuna watu tangu wakataliwe kwenye kazi hawajakuwa na furaha tena. Walifukuzwa haba kazini, wali apply kazi, walienda kwenye interview wakafanya, lakini hakupata kazi. Kuna mtu tangu akataliwa kwenye mahusiano hajawahi kurudi katika hali yake ya kawaida, au aliambiwa hapana kuhusiana na ndoto alionayo, wazo alilonalo, au hata wakati mwingine kipaji alichonacho. Tangu wakati huo furaha haijamrudia tena. Ni muhimu sana kujua kwamba kwenye maisha hivi vitu vinaweza vikakuchukulia furaha yako. Sasa ndio maana lazima utengeneze hali yako, uwezo wa kukabiliana na kupokea hapana au kukataliwa kwenye maisha. Kuna mtu mmoja anaitwa Jing Lee aliwahi kufanya experiment moja hivi ya kukataliwa. Akasema mimi nataka nikataliwe mara 100 ili nione how it feels. Kwa kila siku akawa anaenda kuomba vitu na kufanya vitu vitakavyomsababisha akataliwe. Yaani sawa, labda utoke hapa useme umkute mtu ana gari afu umwambie kwamba lazima gari yako bwana nataka kwenda fani, afu akukatalie. Uende kuomba kitu fulani ukataliwe. Yaani akataka kupata experience ya kukataliwa. Kwenye research yake anasema baada ya kukataliwa mara 100 akajigundua kwamba hasikii maumivu tena na huzuni ya kukataliwa kama alivyokuwa anasikia zamani. Kwa mmoja kitu unatakiwa uelewe ni kwamba mara nyingi ukataliwa kwa sababu haufai. Wakati mwingine unakataliwa kwa sababu watu hawajakuelewa, au wakati mwingine unakataliwa kwa sababu muda wako bado hujafika. Kwa ujifunze kwamba ninapoambiwa hapana au kukataliwa, wakati mwingine pia ninaepushwa na mambo mabaya na magumu. Kuna watu walishakataliwa vitu akasema bora walinikatalia, au bora ile kali nilikosa kwa sababu leo nimepata kazi bora zaidi, au nimepata fursa bora zaidi, au bora yule mtu aliniambia hapana au alinikatalia kwa sababu leo nimepata mtu bora zaidi, au nimegundua mtu ningekuwa naye
angeletea madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo jifunze kwamba hali ya kukataliwa, kuambiwa hapana, isikunyang'anye furaha yako kabisa. Lakini cha tatu ni kwamba kinachowanyima watu wengi fulani kuwanyang'anya furaha yao ni kitu kinaitwa toxic words au mtema sumu. Watu wengi sana tulionao kwenye maisha yetu ni watu wanaotema sumu, ni watu wanaongea mambo mabaya kutuhusiana na sisi. Unajua kuna watu wanaongea mambo mabaya wewe ukiwa haupo, lakini wako watu ambao wanaongea mambo mabaya wewe ukiwepo. Ni mbaya sana na inaua kabisa. Hata wewe inawezekana leo unaponisikiliza kuna vitu umekata tamaa katika maisha yako simply kwa sababu kuna maneno mabaya, kuna sumu uliambiwa. Mbaya zaidi ni kwamba hizi sumu zinatemwa na watu wetu wa karibu. Na ukweli, maneno ya sumu na mabaya yanayotuathiri zaidi sio yale yanayosemwa na watu wa mbali, ni yale ambayo yanasemwa na watu wa karibu. Na mara nyingi unakuta ni wenzi wetu, wazazi wetu, marafiki zetu wa karibu, walimu, wakati mwingine hata viongozi wa dini, wakati mwingine hata bosi wetu. Wanapokuambia maneno yote mabaya, huwa yanatengeneza hali fulani ya kujikataa na kujiona wewe huwezi. Kwa hiyo ukiwa umepokea maneno, tafuta video zangu nyingi nimezungumza juu ya namna ya kubadilisha maneno haya hasi yaweze kukusaidia. Inawezekana kuna watu nimeshakutana nao ambao hawana furaha mpaka leo. Ukiongea nao nakwambia ni kwa sababu mama yangu aliniambia mimi sina maana, baba yangu alinikataa, vitu vinavyofanana na hivyo. Kwa hiyo maneno mabaya unayoambiwa huwa yana madhara makubwa sana. Ndio maana huwa nasema lazima ufanye kitu kinaitwa positive programming, kwamba ujiambie maneno mazuri, kwa sababu psychology inaonyesha kwamba ukiambiwa neno moja baya unatakiwa uambiwe maneno 17 mfululizo mazuri kuhusiana na wewe ili moja baya liweze kuondoka. Yaani kuambia wewe mjinga, natakiwa nikwambie wewe ni mwerevu, una akili, mara 17 mfululizo ili uweze kuondoa lile neno la kwanza. Sasa imagine kwa siku unasikiza maneno mangapi? Tangu umezaliwa umesikiza maneno mabaya mangapi? Tangu umezaliwa umesikiza maneno sumu mangapi? Ndio maana kama una rafiki, una ndugu, una mtu ambaye ni mtu wa sumu sana, kukuongelea vibaya, kukutaja vibaya, jitahidi sana kukaa naye mbali. Jitahidi sana usimpe nafasi sana. Usimpe ya time ya kutosha kwa sababu anakuathiri. Hautajua lini umekata tamaa. Hautajua lini furaha imepotea. Ndio unakuta mtu hana tu furaha. Yaani unakuta mtu ana huzuni, ana furaha, ukimfuatilia ana furaha, lakini hajui ile furaha ilipotea lini. Ni kwa sababu ya maneno mabaya au toxic words. Na cha mwisho kinachoiba furaha au kinachopoteza furaha ni kupoteza mtu au kupoteza kitu. Watu wengi sana kwenye maisha wamekuwa hawana furaha kwa sababu baada ya kupoteza mtu. Either ni mtu alikuwa anampenda sana, labda pengine ni mzazi, mwenzi, mtoto. Shakutana na watu ambao tangu wapoteze watu wao wa karibu wa namna hiyo hawajawahi tena kuwa na furaha, hawajawahi kusimama tena. Wengine ni kupoteza kitu, labda amepoteza kazi, amepoteza pesa, amepoteza biashara, amepoteza fursa fulani, gari na vitu mfano hivyo. Hajawahi tena kuwa na fursa. Kitu kimoja hapo ambacho nataka nikukumbushe ni kwamba hivi, kama umepoteza mtu yote, una nguvu tena kumrudisha. Mshukuru Mungu kwa muda ambao ulikuwa naye katika maisha yake, na jifunze yale ambayo alikuambia, na furahia vile vitu ambavyo mlikuwa navyo pamoja. Cherish the moments. Ni kweli kwamba inaumiza, lakini season ambayo unatakiwa uipite, uivuke na uende upande wa pili. Na wakati mwingine haya mambo yanatokea pia kututhaminisha na kutusaidia. Kuna watu wengi sana baada ya kupoteza watu muhimu kwenye maisha yao, walirudi kwa Mungu, walikuwa watu wa sala zaidi, walikuwa watu wanaothamini watu zaidi, kwa sababu iliwafundisha kwamba watu hatuko nao siku zote. Lakini pia unapopoteza kitu haimaanishi kwamba ndio umeisha kabisa. Kumbuka hicho kitu ukuwa nacho, ulikipata, maanake unao uwezo pia wa kukipata tena. Usihitimishe kwamba kwa sababu nimepoteza basi mimi hakuna mahali tena naweza nikafika. Vitu hivi vinne vimeiba furaha ya watu wengi sana. Na sijajua wewe leo katika maisha yako, inawezekana ninavyoongea namna hii kuna furaha umepoteza, na sababu mojawapo ni vitu ambavyo nimevisema. Ningetamani sana uniandikie hapo chini kwenye comment, ili na mimi pia nijifunze kutoka kwako. Unafikiria ni kitu gani kimekupotezea furaha? Lakini kama wewe ni mtu ambaye hauna furaha, tafuta video yangu pia nimeelezea hapa kwenye YouTube, inayoeleza namna ya kuwa mtu mwenye furaha. Lakini pia ninacho kitabu kinachoelezea sayansi ya furaha. Itakusaidia sana ili uweze kurejesha furaha ambayo umepoteza. Kumbuka, furaha ni nguvu yako, furaha ni ubunifu wako, furaha inaleta mng'aro pa uso, furaha ina boost immunity, ina boost ile kinga ya mwili wako na kufanya uishi kwa umri mrefu. Usikubali hata siku moja kupoteza furaha yako. Niandikia hapo chini kwenye comment ili uweze kujifunza zaidi, na mimi nitafurahi sana. See you at the top.